Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala. Mbele yako hapa ni waheshimiwa wabunge. Tunafahamu umegombea nafasi ya kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka Chama cha Mapinduzi. Unapewa dakika zisizozidi 3 za kutoa maelezo, na endapo itawapendeza waheshimiwa wabunge wanaweza kukuuliza maswali yasiyozidi 3. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Musa Azan Zungu, nimetiania kugombea nafasi ya ubunge, kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama, na niwashukuru wajumbe wa Chama cha Mapinduzi kwenye caucus kwa kumteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya ajenda zangu kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa maslahi mapana ya watu, ikishirikiana na serikali na mhimili wa mahakama, ili tuna taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa wametoa dira ya taifa ya 2025-2050. Dira hii inataka isimamiwe vizuri na bunge hili kuisaidia serikali malengo yake ya ustawi wa jamii kwenye afya, miundombinu, elimu na amani na ulinzi wa taifa letu iweze kutekelezwa. Kwa heshima na taadhima, mkinipa kura zenu, nitashirikiana na nyinyi kuhakikisha dira hii ya taifa ile mafanikio makubwa sana, ili wananchi wetu waweze kupata hamu, uhuru na starehe ya taifa lao. Kwa heshima na taadhima, naomba kura zenu. Katika hatua hii tulisema makofi yapungue kidogo Haya, ndugu zangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Ado. Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza, iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza, mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litalosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko ndani ndio tutakayeamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili. Swali la 3. Jaza ujazwe. Aliko hapa. Liko hapa swali la. Karibu. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, katika bunge hili la 13, sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani, haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu naweza kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025, kanuni ya 4. Na haya ndio tuko mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu, maswali yameisha. Sasa kwa bado na swali? Ala, ulinyosha Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali na bunge. Pamoja kwa spika anatakiwa neutral, lakini wabunge ni waasi, niwasaidie. Kazi yetu sisi kuleta kero, shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutatizama kwa dira hii mpya ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ilikuwa jijumuishi kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu. Asante sana. Sasa kwa sababu wewe ni mbunge wa Ilala, unaruhusiwa kukaa ndani kwa sababu utapiga kura. Asante sana. Zangu tunaingia kwenye hatua ya upigaji wa kura, lakini kabla ya hapo namuomba katibu wa bunge atuambie tuko wangapi. Naomba ufanye hesabu kidogo, na wale waliopo nje, kama mlinzi wetu huku kigonga kengere, kuna watu wako nje kidogo, tunataka tuwahesabu waingie ndani. Sergeant Tamu angegonga kengele pale, wangeingia ndani kidogo. Haya, katibu, tuambie, endelea kuhesabu. Wanaendelea. Haya. Wa Bunge TV, shughuli zikiendelea hapa baada ya wagombea wote 6 kutoka vyama 6 kujieleza mbele ya wabunge wateule. Mchakato utakaofanyika hapa itakuja ni kupiga kura kwa ajili ya kumpata spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wagombea wote wakimwaga sera zao na vipaumbele ambavyo wataviweka mezani kama wakipewa nafasi wote. Kwanza Veronica Charles kutoka chama NRA akijinadi na kuweka vipaumbele vyake 3 muhimu alivyoainisha kwamba vitakwenda kuwa msaada mkubwa kwa bunge, akisema anahitaji bunge kuwa la usawa, lakini bunge la wananchi lenye kusikilizwa na wananchi, lakini pia kambi rasmi ya majadiliano. Yeye akipewa nafasi hiyo ya uspika atafanya kambi rasmi ya majadiliano bungeni na dhidi ya kambi ya leo upinzani. Tupo 383. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura litaanza. Itagawiwa karatasi ya kupiga kura. Karatasi inafanana na hii niliyoshika mimi. Ina wagombea 6 na kila mgombea kati ya hawa mliowaona ana picha yake kwenye karatasi.
Kwa hiyo unachotakiwa wewe kupiga kura ni kuweka vema kwenye boksi la mgombea mmoja tu unayempenda wewe. Ukipiga zaidi ya mmoja imechafuka, na kura yako ikae ndani ya boksi. Ikivuka nje ya boksi imeharibika. Kwa hiyo katibu, gawa karatasi. Utaratibu wa kupiga kura hapa ndio unaandaliwa kwa ajili ya kumpata spika wa bunge hili la 13 atakayesimama katika kilinge hiki cha Watanzania mahususi kwa uwasilishaji wa shughuli zao zote za maisha kila siku kwa miaka 5 ijayo. Na wagombea 6 kutoka vyama 6 wamekwisha jinadi hapa. Nilikuwa nikizungumzia kuhusu Veronica Charles wa NRA, lakini akaja pia Nita Khalfani Mgaya wa chama NLD, akaja Chrisanti Nyakitita wa chama cha DP, Ndonge Saidi Ndonge kutoka chama AFP, Amini Alfredi Yango wa chama ADC, na akihitimisha hapa muda sio mrefu kutoka chama cha Mapinduzi Musa Azan Zungu, naye akinadi ni yapi atakayofanya kama atapewa ridhaa ya kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kumbukumbu tu ni kwamba spika ambaye atakikalia kiti hiki leo tangu kuanzishwa mchakato wa uwakilishi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa maspika wazawa, ama tuseme tangu lilipoanzishwa bunge lililokuwa na nia ya kuwakilisha wananchi, tangu kipindi hicho gavana wa enzi za ukoloni yeye akiwateua wajumbe wa baraza la uwakilishi, lakini mpaka lilipoanzishwa bunge ambalo sasa ilianza kuwa na spika mwaka 1953, ambapo nafasi ya spika wa bunge ilianzishwa kutoka mwenyekiti wa baraza la kutunga sheria mwaka 53, kipindi hicho ikiwa ni Tanganyika, mpaka tulipopata spika wa Tanganyika mwaka 1963, Karim J akiwa spika wa mwanzo kabisa tangu mwaka 58 mpaka mwaka 62, lakini akaja Chief Adam Sapi Mkwawa kuanzia mwaka 1962 akishika wadhifa huo hadi mwaka 1975, na kazi yake ikiendelea kuwa njema sana, akitumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka mwaka 75 akaingia Chifu Erasto Mangenya, yeye akiwakilisha kutoka kule Muheza, Tanga, Tanzania tangu mwaka 73 mpaka mwaka 75. Lakini akaja Pius Msekwa, yeye akazishika nyadhifa za uongozi wa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakumbuka sana wakati wake mzee Pius Msekwa tangu mwaka 94 mpaka mwaka 2005, miongoni mwa waliokaa katika nafasi hiyo kwa muda. Lakini mzee wa kasi, spidi, kasi na viwango, Samuel John Sita, Mwenyezi Mungu amrehemu, kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2010, akienda mwanamke wa kwanza kushika wadhifa ama muhimili. Jamani, ambaye hajapata karatasi anyooshe mkono. Unaona hiyo mikono Chuma nani? Unaona mikono ile? Jamani, karatasi zimeisha, bado kule mikono. Wengi tu hawajapata.
Karatasi za kupigia kura zinagawiwa kwa wabunge wote ndani ya ukumbi wa bunge. Wabunge wateule hawa ndani ya ukumbi wa bunge ili kupiga kura kumpata spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa nikikupitisha kwenye historia ya wale ambao wamewahi kushika wadhifa huu wa kusimamia, tunaweza kusema ni viranja wakuu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiongozi wa muhimili wa bunge imefikia kwa Anna Semamba Makinda, yeye akawa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia Novemba 10 mwaka 2000. Jamani, wote tayari mmepiga kura? Bado karatasi kule. Nyoga wa karatasi vipi? Tunafurahi hata wale walioteuliwa jana na Mheshimiwa Rais wamewahi kupiga kura leo. Na waona huko ndani. Jamani, naomba ambaye hajapata anyoshe mkono tena. Ambaye hajapata karatasi. Wote tumepata karatasi? Subirini kwanza. Naomba muwaite hao wagombea wengine waingie ili waone masanduku yetu kwamba yako wazi hapa. Hebu nyewe vijana shikeni ya masanduku. Wapeni viti nyuma hapo. Simameni pale katikati. Haya, walete wale wagombea wengine ambao si wajumbe wakae hapo. Katika hatua hii tunawakaribisha muingie ndani, mkae hapo ili mshuhudie hatua inayoendelea. Wameingia wote? Wakae tu hata kwenye viti vyekundu hivyo. Haya, ndugu zangu waheshimiwa wagombea na waheshimiwa wabunge, mbele yenu kuna hao vijana wetu wawili wameshika masanduku. Hebu yaonyesheni, funua mfuniko, inamisha chini tuone kama hakuna chochote humo ndani. Haya masanduku mnayaona hayana chochote. Kwa hiyo kila kitakachoingia humo ndani ni kura kati ya hizo kura 383 mlizozipiga. Nadhani na nyie huko nyuma mmeshuhudia. Haya, piteni moja kushoto moja kulia, tumbukizeni hizo kura humo ndani. Masanduku tupu, kura zinakwenda kutumbukizwa kwenye masanduku, zoezi likimalizika. Zoezi la kupiga kura linaendelea hapa baada ya wabunge wote kumaliza mchakato huu. Wabunge 383 walijitokeza katika ukumbi huu hivi leo, wakiwemo wale 6 ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao katika nafasi ya kikatiba ana wabunge 10 wa kuwateua, na jana kwa mbali nimemwona Bashiru Ali Kakurwa akiwa katika ukumbi huu, akiwa ni miongoni mwa wale 6 ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Dr. Dorothy Onesphori Gwajima, yeye ni miongoni mwa wabunge wa kuteuliwa na Rais. Balozi Mahmoud Thabiti Kombo, ambaye amekuwa katika nafasi ya waziri wa mashauri ya kigeni na mambo ya Afrika Mashariki, na akishika nafasi ya kirejea bungeni kwa mara nyingine. Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ni kisha mtaja tayari. Abdullah Ali Mwinyi
Abdullah Ali Mwinyi, naye ni miongoni mwa walioteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huu, lakini Hamisi Musa Omari na Dr. Rimo Simeoni Nyansaho ni miongoni mwa wale 6. Zinasalia nafasi 4 kwa wale ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika zile 10, na leo wapo 383. Na ikumbuke kwamba katika majimbo 272 wabunge ambao uchaguzi umefanyika katika majimbo 271, kwa sababu jimbo moja uchaguzi umesogezwa mbele, jimbo la Siha mkoani Kilimanjaro, kutokana na kifo cha mmoja wa wagombea wa uchaguzi mkuu wa 2025 kule Siha kutoka chama cha wananchi kafu. Hivyo wao watafanya uchaguzi kwa tarehe ambayo imepangwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wakimaliza watatengeneza wale 272 wa majimbo yote ya uchaguzi Tanzania bara 222, na kutoka Zanzibar na kuwa ni wabunge 50, na hapo 383 wakiwemo 116 ambao ni wabunge wa viti maalum kama ambavyo walitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa bunge hili la 2025, bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 383 jamani, wao watafanya shughuli ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa nimekupitisha pia kwa wale ambao wamewahi kushika nafasi ya uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukishia kwa mwanamke wa kwanza kabisa kukaa kwenye nafasi hiyo, Anna Semamba Makinda, ambaye alichaguliwa na bunge hili mnamo Novemba 10 mwaka 2010 kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa miaka 5 akashika wadhifa huo hadi Novemba 16 mwaka 2015. Kisha akaja Job Justino Ndugai mnamo Novemba 17 mwaka 2015 akawa spika rasmi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi alipoachia ngazi mnamo Januari 2022, Mola amlaze mahali pema, na nafasi yake ikachukuliwa na aliyekuwa naibu wake spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa pili kushika nafasi hiyo, Dr. Tulia Ackson Mwansasu, kuanzia Februari 2 mwaka 2022 hadi ambapo tunatafuta spika mwingine tena, na yeye alikuwa kwenye kile kinyang'anyiro cha awali kupitia chama chake cha Mapinduzi, lakini tunaweza kusema zile dakika za jioni kabisa akajiondoa na chama cha Mapinduzi kikampitisha Musa Azan Zungu, ambaye ni miongoni mwa wagombea hivi leo. Mwenyekiti wa uchaguzi wa spika naye amekwisha piga kura yake, kwa sababu naye ni sehemu ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akisubiri kuapa hivi leo. Lakini kikanuni, ile kanuni ya 9 ya kanuni za kudumu za bunge, jamani, wote mmetumbukiza box yeye kuwa kwenye kiti cha uchaguzi spika. Katibu, nataka uyasiri haya maboksi yaende kwenye chumba cha kuhesabiwa, lakini siri kwanza bungeni, yani weka siri, kaa bungeni kwa muda mrefu zaidi. Yafunge kabisa. Haya,
yapelekwe kwenye chumba maalum na msubiri hapo, kwa sababu nataka kuwaomba wale walete wawakilishi. Pelekeni kwenye chumba maalum cha kuhesabia kura. Naita mmoja mmoja kati ya wagombea wote 6. Nataka kuwauliza tu, ndugu Veronica, ningeomba kama una mtu wa kuwakilisha kwenda kuingia kwenye chumba maalum cha kuhesabu kura, au kama unaniamini meza hapa. Ndugu Veronica. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi, na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.